hiding, baby claws. Stomach aches, Mr. Big. Who am I supposed to? Always great to... All this Eating mice. Katika dunia ya siri ambapo monsters wanaishi mbali na macho ya binadamu, kuna mahali pa kipekee sana panapoitwa Hotel Transylvania. Hoteli kubwa na ya kifahari iliyojengwa katikati ya milima ya mbali ili kuhakikisha kwamba viumbe wa kutisha kama vampires, mummies, werewolves, invisible men na wengine wengi wanaweza kuishi kwa amani bila kuogopa kugunduliwa na binadamu. Hoteli hii inasimamiwa na vampire mwenye nguvu na maarufu sana anaitwa Count Dracula, ambaye ameweka maisha yake yote kuhakikisha kwamba monsters wote wako salama na hawagusani kabisa na dunia ya binadamu ambayo anaamini imejaa hatari, hofu na maumivu. Dracula si tu mmiliki wa hoteli, bali pia ni baba mwenye upendo mkubwa sana kwa binti yake anaitwa Mavis, ambaye amemlea kwa kumlinda kupita kiasi tangu akiwa mdogo baada ya mama yake kufariki. Na ndio maana Dracula amekuwa akiamini kwamba njia pekee ya kumlinda ni kumficha kabisa kwenye dunia ya monsters bila kumruhusu kutoka nje. needs to come see you on your birthday. There is a humid village. Mavis amekulia ndani ya Hotel Transylvania maisha yake yote bila kujua chochote kuhusu dunia ya nje, akiwa amezungukwa na monsters tu na akipata malezi ya baba yake ambaye licha ya upendo wake mkubwa pia amekuwa mkali sana na mwenye kumwekea sheria nyingi. Kwa miaka mingi, Mavis amekuwa na udadisi mkubwa wa kutaka kujua dunia ya nje ilivyo, akijiuliza kila mara kwa nini baba yake anamzuia kutoka nje na kwa nini kila mara anasisitiza kwamba binadamu ni hatari na hawapaswi kuaminika. Good. And go check on the emergency. Dracula amekuwa akimwambia hadithi za kutisha kuhusu binadamu ili kumfanya Mavis aogope dunia ya nje. Lakini kadri Mavis anavyokuwa, ndivyo anavyozidi kuwa na hamu ya kuona anga, milima, mito na maisha halisi nje ya hoteli. Ndani ya moyo wake, Mavis anaamini kwamba kuna kitu kizuri We never go out, Andy. baby claws. kuliko maisha ya kufungwa ndani ya kuta za hoteli, lakini hawezi kumpinga baba yake moja kwa moja kwa sababu anamheshimu na pia anamtegemea sana. Siku moja muhimu inafika ambapo Dracula anaamua kuandaa sherehe kubwa ya kuzaliwa kwa Mavis ya miaka 118 ambayo kwa vampire bado ni umri mdogo sana. Hoteli nzima inabadilika kuwa eneo la sherehe ambapo monsters wote wa karibu na wa mbali wanaalikwa kusherehekea. Wageni wanakuja kwa wingi, kila mmoja akiwa na tabia yake ya kipekee na ya ajabu. Frankenstein na mke wake wanakuja wakiwa na furaha, Mami anajitokeza kwa utulivu wake wa kawaida, Invisible Man naye yupo bila kuonekana lakini akihisi uwepo wake, na werewolves wakiwa na familia yao kubwa na yenye kelele. Hoteli inajaa muziki, vicheko, chakula cha ajabu na furaha ya monsters wote kukutana pamoja bila hofu ya dunia ya nje. Lakini nyuma ya furaha hiyo, Dracula ana hofu kubwa moyoni mwake kwa sababu anahisi kwamba Mavis anazidi kuwa na hamu ya kutaka kuteka nje ya hoteli na kuona dunia ya binadamu. Hofu hii inamfanya awe makini zaidi kuliko kawaida, kwani anajua kwamba siku Mavis atakapoondoka anaweza asirudi tena, na hilo ndilo jambo analoliogopa zaidi maishani mwake. Wakati sherehe inaendelea, Dracula anajaribu kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa bila Mavis kugundua ukweli wowote kuhusu dunia ya nje. Katika siku hiyo hiyo ya sherehe, kitu kisichotarajiwa kinatokea ambacho kinabadilisha kila kitu ndani ya hoteli. Kijana binadamu anaitwa Jonathan, ambaye ni msafiri mdadisi na mchangamfu, anapotea akiwa njiani na kwa bahati mbaya anafika Hotel Transylvania bila kujua kwamba ameingia kwenye makazi ya monsters. Hands they give you. Why a W, Grandpa? Wow, seriously, I just... Jonathan si mtu wa kawaida.
hana hofu ya mambo ya ajabu, ni mcheshi, mchangamfu na mara nyingi huingia kwenye matatizo bila kujua. Anapoingia hotelini, anashangaa kuona viumbe wa ajabu, lakini pia anajaribu kujificha ili asigundulike. Dracula anaposhtukia uwepo wa binadamu hotelini, anaingiwa na hofu kubwa sana, kwa sababu ikiwa wageni wake watagundua kwamba binadamu yupo katikati yao, inaweza kusababisha vurugu kubwa na kuvunja kabisa amani ya hoteli. Ili kuzuia hali hiyo, Dracula anafanya uamuzi wa haraka na wasiri wa kumficha Jonathan na kumfanya ajifanye kama monster ili asigundulike. We'll talk later. Hapo ndipo anapompachika jina la bandia Johnny Stein, akimvisha tabia ya kuonekana kama monster ili apite bila kugundulika na wageni wengine. Jonathan akiwa hotelini anaanza kuishi kati ya monsters tofauti kabisa na yeye, lakini cha kushangaza ni kwamba badala ya kuogopa, yeye anafurahia maisha hayo ya ajabu na anaonekana kuwa na urafiki wa haraka na wengi wa wageni. Tabia yake ya kucheka, kufanya mizaha na kutokuwa na hofu inamfanya avutie watu wengi hotelini, ingawa pia inasababisha vurugu ndogo ndogo bila kukusudia. Dracula anaanza kuchanganyikiwa zaidi kwa sababu Jonathan si rahisi kumdhibiti kama alivyodhani, na kila jaribio la kumficha linaonekana kuwa gumu zaidi. Wakati haya yote yanaendelea, Mavis anaanza kuona maisha ya hotelini kwa mtazamo tofauti. Kwa bahati, anakutana na Jonathan bila kujua kwamba ni binadamu, na kwa sababu Jonathan ni mchangamfu na anapenda kuona vitu vipya, anaanza kumvutia Mavis. Wawili hao wanaanza kuzungumza, kucheka na kushirikiana katika matukio mbalimbali ndani ya hoteli. Mavis anaanza kujisikia huru zaidi akiwa na Jonathan kuliko alivyozoea akiwa na baba yake, na hatua kwa hatua anaanza kufungua moyo wake kuhusu ndoto yake ya kuona dunia ya nje. Kadri muda unavyozidi kwenda, uhusiano kati ya Mavis na Jonathan unazidi kukua bila wao kujua ukweli kamili kuhusu kila mmoja. Mavis anaanza kupenda mtazamo wa Jonathan kuhusu maisha ya nje ya hoteli, na Jonathan naye anaanza kumwelewa Mavis kama mtu mwenye ndoto na moyo safi licha ya kuwa vampire. Hii inamfanya Dracula kuwa na wasiwasi zaidi, kwa sababu anaona wazi kwamba binti yake anaanza kumkaribia mtu ambaye anaamini ni hatari kubwa. Hofu ya Dracula inamfanya afanye maamuzi magumu, na hatimaye anaamua kumtoa Jonathan hotelini kwa siri bila Mavis kujua ukweli. Lakini hatua hii inasababisha mzozo mkubwa, kwa sababu Mavis anapoanza kugundua kwamba Jonathan ametoweka, anaumia sana na anaanza kuhoji kila kitu ambacho baba yake amekuwa akimwambia maisha yake yote. Hapo ndipo anapogundua kwamba labda si kweli kwamba binadamu wote ni wabaya. I'm allowed to like people. Really exists. Kama alivyofundishwa. Wakati huo huo, Dracula pia anaanza kubadilika moyoni mwake. Anaanza kuona kwamba hofu yake imekuwa ikimfanya amzuia binti yake bila sababu ya msingi, na kwamba Jonathan si tishio kama alivyodhani. Anagundua kwamba upendo wa kweli hauwezi kudhibitiwa kwa uoga, na kwamba Mavis anahitaji uhuru wake mwenyewe. Now that's where you come in. Of that backpack. I'll respect you. Katika mwisho wa hadithi, Dracula anakubali ukweli na anarudi kumtafuta Jonathan ili kuzuia Mavis asipoteze furaha yake. Anapofika, anaona kwamba Mavis na Jonathan wana uhusiano wa kweli na wa dhati, na hatimaye anafanya uamuzi mgumu lakini wa upendo, kuwaruhusu wawe pamoja. Hapo ndipo Dracula anabadilika kutoka baba mwenye hofu na udhibiti mkubwa hadi baba anayekubali maisha mapya ya binti yake. Mwisho wa yote, Hotel Transylvania inakuwa si tu mahali pa monsters kuishi kwa siri, bali pia mahali ambapo monsters na binadamu wanaweza kuelewa kwamba tofauti zao si lazima ziwe chanzo cha uadui, bali zinaweza kuwa mwanzo wa amani na uelewano.